Hello, madam habari. Salama. Karibu, unazungumza na Akila kutoka Wadada Center hapa. Naam. Ndio madam, naendeleaje na wadada? Endelea vizuri. Miezi 5 ito ametimiza. Nashukuru Mungu. Hakuna changamoto yoyote? Hamna, za kuboresha tu. Okay, kwa nini kuingia nao waboreshe wapi? Waboreshe usafi. Kiwe tu asubuhi. Kwa akishafanya asubuhi na mchana pia wanani. Alafu naona hata kunyosha nguo na kama sio hawezi, sijui kwa mtu akinyosha na unaona kama mume wangu analalamika sana, bana anyosha vibaya, sasa hivi nitakuwa napeleka budobi hajui sijui. Okay, boresha tu hivyo vitu vidogo vidogo. Sawa, nidhamu zao hazina shida kabisa, hazina shida. Okay, endelea tu vizuri. Sawa. Haya, karibu. Alafu nilikualika pia kwenye workshop. Saizi kama utapata chance waje jamani. Nitajitahidi. Mimi ratiba zangu nitajitahidi. Mje bana, mje na watoto kabisa, sisi tucheze nao huku au wapate muda wa kupata pia mafunzo. Haina shida. Nitajitahidi kama mimi sitoweza nitawaambia tufari waende wenyewe. Sawa madam, karibu sana. Kama kuna changamoto yoyote utujulishe, sisi tutawapigia tu kuendelea kuwakumbusha waboreshe hivi vipengele ulivyoniambia. Haina shida, waboreshe tu hapo. Kama kuna mtu unajua mtu anajisahau. Kwa waboreshe. Sawa madam. Haya, asante sana, nikutakia mchana mwema. Nasi. Hello. Hello. Habari? Salama kwema? Kwema, naona nakupigia na kukosa kabisa, mara inatumika, mara inakata. Mimi mtandao nafikiri. Okay, mnaendeleaje? Tunamshukuru Mungu, hatujambo wewe. Hebu poa. Za kazi. Mungu mwema, tunapambana. Miezi 5. Nakwambia miezi 5. Tunapambana. Siku zinaenda kweli. Nakwambia siku zinaenda kweli. Kama masiara. Miezi 5 ndio hiyo ishafika. Kwa kweli. Nimeongea na madam hapa, anasema mnaendelea vizuri. Nidhamu yenu anasema haina shida, mnafanya vizuri sana kwenye kumsikiliza na kufanya anavyotaka, nadhani. Hana changamoto yoyote. Changamoto mnataka tu, amna sio changamoto, anasema tu mboreshe kidogo kwenye usafi. Unasikia? Kwanza yuko wapi mwingine? Yuko wapi Odilia? Odilia kapeleka nguo za madam kwa fundi. Okay, kwa hiyo hapo kuna kuboresha. Sasa utaongea naye mboreshe kwenye swala la usafi. Usafi mnajitahidi, lakini ile mkishafanya asubuhi mwe mnapata chance angalau ya clear baadhi ya sehemu, yani isiwe kama mkishapita asubuhi ndo basi. Namjua madam anavyopenda usafi. Ndio tunapambana hapa sasa hivi na dekideki. Hivyo ndio inavyotakiwa sasa, hivyo ndio anavyofurahi. Na ukishajua bosi wako anapenda nini, unatakiwa ufanye. Sawa? Sawa. Na kwenye kunyoosha inatakiwa mjifunze namna ya kunyoosha nguo tofauti. Si mna sehemu kubwa nyingi, yani YouTube jamani, mnashindaje kunyoosha nguo zikanyooka vizuri? Tunanyosha kwa sababu sehemu tunazoweka huenda. Hata kwenye kunyoosha lazima mjifunze. Kujifunza ni vizuri. Inawezekana unahisi unajua, kumbe ukiingia ukapata maarifa zaidi unajifunza vizuri zaidi. Sasa hamna shida, tutaboresha hapo. Haya, mjitahidi. Alafu nimemwambia kwamba workshop mjitahidi kuja, amesema mtakuja. Amesema safari tutakuja. Kwa hiyo mapema. Basi mwenyewe akija tumwambie kwanza, sasa kama anashtukiza. Mumwambie afu mjipange na nyinyi. Na maana mziweke ratiba zenu vizuri kuanzia siku ya Jumatano, kesho Alhamisi, Ijumaa kujiandaa kwa Jumamosi. Haya, hamna shida. Haya, asante sana, nikutakie muda mwema. Asante na wewe pia. Haya.